Yanga tayari ipo Algeria kwa ajili ya mechi ya pili ya kundi B katika ligi ya mabingwa Afrika, ikitoka kuifumua AS FAR Rabat kwa bao 1-0 weekend iliyopita. Lakini sasa umesikia kile alichofanywa na mabosi wa klabu hiyo. Wachezaji wa timu hiyo akiongozwa na Pacome Zouzoua, Prince Dube na wengine wamewekewa mezani shilingi bilioni 1 zilizowafanya pambane kwa jasho na damu na kuwafunga FAR Rabat kupitia bao la Dube, sambamba na mechi ya kesho na nyingine zote zitakazofuata za makundi. Kama ulikuwa unajiuliza ilikuwaje Yanga ikaupiga mwingi kiasi kile wakati wa mechi ya FAR Rabat, basi ni kwamba ukiacha ufundi wa kocha wao mpya Pedro Gonçalves, wachezaji wa timu hiyo walipewa ahadi nzito ya kuvuna shilingi bilioni 1 ndani ya mechi 6 tu. Kabla mechi hiyo ya kwanza kilifanyika kikao kilichowahusisha wachezaji wa Yanga na mabosi wao wakiongozwa na rais wa klabu hiyo Hersi Said, ambapo uongozi umewaambia wanataka kuona timu inatinga robo finali. Katika malengo hayo mapya, wachezaji wa Yanga wameambiwa wanachotakiwa kukifanya ni kuipambania timu ishinde tu, na kuanzia mechi iliyopita ya AS FAR Rabat waliofanya kweli, na kwamba timu ikienda robo tu basi mzigo wa shilingi bilioni 1 utakuwa ni wao moja kwa moja. Mabosi wa Yanga walichofanya ni kutotaka kuwapa pressure wachezaji, ambapo msimu huu wametumia akili fulani ya kugawa malengo, ikiwamo katika mechi ya kesho inayokuwa ya kwanza kwa makundi ikiwa ugenini dhidi ya JS Kabylie iliyopoteza kwa mabao 4-1 mbele ya Al Ahly. Awali itakumbukwa ilitangaza inataka kutinga makundi na inakamilika, na sasa wanaitaka robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Mmoja kati ya wachezaji wa klabu hiyo amefunguka kuwa wana uhakika na ahadi ya mabosi wao. Nikimnukuu anasema, unajua tajiri wetu sio muongeaji, ni mtu wa vitendo, na ameshatamka kwamba kazi yetu ni kushinda tu. Tukishaipeleka timu robo mzigo tunaupata na hajawahi kwenda kinyume. Tunahamasishana na kuhakikisha hatuanguki. Ili ya FAR Rabat ni moja, tutakwenda kupambana zaidi huko Algeria, tushinde hata kupata sare, lakini hatutaki kupoteza kabisa. Mwisho kunukuu. Ukigawanya ahadi hiyo ya shilingi bilioni 1 ni sawa na kusema kila mchezo ndani ya mechi hizo 6 una thamani ya shilingi milioni 167. Tayari wachezaji wameshajihakikishia kiasi hicho baada ya kushinda mchezo wa kwanza nyumbani Novemba 22 Zanzibar. Mbali na fedha hizo, wachezaji wa Yanga wameshajichukulia kiasi cha shilingi milioni 20 kupitia ahadi ya Rais Samia Suluhu Hassan kununua bao ambalo waliwafunga Waarabu hao. Yanga itakuwa ugenini dhidi ya JS Kabylie Algeria Ijumaa ya Novemba 28, 2025, ambayo imetoka kuchezea kichapo cha mabao 4-1 dhidi ya Al Ahly.